Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji ambaye hivi sasa watufuatilia kupitia wanahabari ambao hakika wapo hapa kwa ajili ya kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri. Mbele yangu hapa nina jukwaa la mashehe vijana, na walilahi alhamdu kwa kuwa tunaye Othman Zuberi ambaye yeye ndio katibu wa jukwaa hili. Naamini kuna mengi ambayo anaweza kuanza nayo ili tuweze kwenda katika lile ambalo limetukusudia kuzungumza nanyi wanahabari, lakini wakati huo tutahakikisha umma unapata kupata elimu mbalimbali kupitia jukwaa hili la mashehe vijana. Sheikh Othman Zuberi, karibu sana katika siku hii ya leo na kipindi hiki maalum kwa ajili ya kufahamisha umma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Othman Zuberi, ni mjumbe wa jukwaa la mashehe vijana Tanzania, na mimi ndio katibu wa jukwaa hili Tanzania. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi al-qadim al-awwali al-akhir al-baqi bila tahawuli. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. وبعد، أما بعد kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada ya rehema na amani mtukufu wa daraja mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shukrani za dhati ni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetuwafikisha kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa mwaka huu wa 1446 kwa salama na amani. Pia rehema na amani tuombe zimshukie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye pamoja na ali zake na masahaba wake wote. Ndugu waandishi wa habari, mbele yenu ni mashehe vijana ambao ni wajumbe wa chombo kipya ambacho kitajulikana kwa jina la jukwaa la mashehe vijana Tanzania. Dhumuni mahususi la jukwaa hili ni kutoa elimu sahihi ya dini yetu tukufu ya Kiislamu katika mambo mbalimbali yatakayokuwa yanautatiza umma wa Kiislamu hapa nchini kwetu. Kwa maana litakapokuwa limetokea jambo linalohitaji kutolewa miongozo ya kidini ama kusomeshwa, na hususan kusomeshwa na kuelimishwa kwamba watu wanalifanya katika misingi isiyo kwa sahihi, basi mashehe hawa vijana watalifanya jambo hilo kupitia jukwaa hili ambalo ni rasmi. Majina ya wajumbe walio mbele yenu ni Sheikh Muhammad Mwerekwa ambaye yuko kushotoni kwangu kama mwenyekiti, ni mimi Othman Zuberi ambaye ni katibu, lakini tunaye Sheikh Maulidi Mapande yuko kuliani kwangu hapa, tunaye Sheikh Ibrahim Ndambwe ambaye yeye amedharurika kidogo, lakini tunaye Sheikh Hamdani Gabwa ambaye yuko hapa, tunaye Sheikh Ali Kitengu ambaye yuko pale, na Sheikh Ali Mchome. Wajumbe wengine wanaendelea kuorodheshwa kwa sababu pia kutakuwa kuna wajumbe waliokuwepo katika mikoa na wilaya mbalimbali nchini, na kuorodheshwa kwa wanachama wa jukwaa hili la mashehe vijana kunategemea tahasusi na fani mbalimbali walizokuwa nazo za kitaalamu na kitaaluma kwa ajili ya kusaidia jamii ya Waislamu nchini. Kwa hiyo bado wataendelea kuorodheshwa na kutambulishwa mbele yenu ili Waislamu waweze kuwatumia na kunufaika nao. Ndugu waandishi wa habari, katika kuanza kazi zake jukwaa hili limetafakari namna Waislamu walivyomaliza funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani mwaka huu na kuingia katika Eid al-Fitr. Wakati jukwaa hili linaanza kazi zake, jambo la kwanza ambalo imeliona ni namna gani Waislamu wamefunga mwezi wa Ramadhani mwaka huu, lakini namna gani wametoka na kumaliza hii Ramadhani. Kama mnavyofahamu kuwa
kwa kipindi cha kuanzia miaka ya 1985 na kuendelea, tumepata mtihani katika nchi yetu wa kugawika vikundi kadhaa wakati unapoingia na kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kabla ya mwaka 1983 kurudi nyuma, ilikuwa Waislamu Tanzania wakifunga wote na wakifungua wote kama nchi. Lakini baada ya mwaka 1983 na kuendelea 85 kuja huku mbele, kulianza msuguano na mvurugano katika jamii ya Waislamu Tanzania katika kuingia na kutoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini katika kipindi chote hicho, kila kikundi, kiwe kile cha mwezi wa kimataifa au kinachoamini katika mwezi wa Saudi Arabia au lile kundi kubwa kabisa la asili la mwezi wa machimbuko maalum, kilikuwa kinaingia na kutoka katika Ramadhani kwa kuandama na kuonekana kwa mwezi. Hao wanaofuata mwezi wa Saudi Arabia walikuwa wanasubiri mwezi uandame na uonekane. Hao wanaofuata mwezi wa kimataifa uandame na uonekane katika hilo taifa lolote. Na sisi watu wa machimbuko, ambalo hili ndio kundi kubwa hapa nchini, pia ni mwezi uandame na uonekane na uthibitishwe na mamlaka halali. Lakini mshtuko mkubwa na katika hali ya mkanganyiko kwa mwaka huu, tumeona wenzetu, ndugu zetu Waislamu wakifungua na kuogaidi katika mazingira ya utata wa kuandama na kuonekana mwezi kote duniani. Kulikuwa kuna utata wa kuandama na kuonekana kwa mwezi kote duniani kwa mujibu wa maelezo ya wataalamu wa mambo ya elimu ya anga, kwamba mwezi uliandama, na kama uliandama umeonekana ni wapi. Kiukweli jambo hili, kwanza ushahidi wa kutoandama mwezi ni kauli mbalimbali za wataalamu wa elimu ya anga katika nchi tofauti duniani. Tumepata maneno ya wataalamu wa elimu ya mambo ya anga nchi mbalimbali duniani, kiwepo huko Afrika, lakini Ulaya na Arabuni na maeneo mengine mbalimbali, kwamba suala la kuonekana kwa mwezi ilikuwa kuna umuhali, lakini pia hakuna pia ukweli na uthibitisho wa waziwazi wa moja kwa moja wa kwamba mwezi katika nchi fulani ulionekana. Watukufu waandishi wa habari, kutokana na hali hii, jukwaa la Mashekhe Vijana limetafakari kwa kina pamoja na kudurusu mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaambia Waislamu, idha raaitumul hilala fasumu wa idha raaitumuhu faaftiru fa in humma alaykum faakmilu li'iddata, kwamba mtakapouona mwezi ndio fungeni na mtakapouona mwezi ndio fungueni, na ukiingizwa kwenye kiwingu mwezi mkawa hamkuona, basi kamilisheni idadi ya siku 30, ima ndiyo mfunge Ramadhani ama ndiyo mfungue muogeidi. Haya ni mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kuyatafakari mafundisho haya ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jukwaa la Mashekhe Vijana likaona linalazimikiwa na kuja na elimu ya wazi juu ya masala yafuatayo. Nukta ya kwanza ni mitazamo ya wanawachuoni juu ya kuandama kwa mwezi. Tukubaliana kwamba kuna mitazamo tofauti ya wanawachuoni katika swala zima la kuandama kwa mwezi. Lazima umma tuudurusishe kwa mujibu wa vitabu, kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna, kwamba swala hili limekaaje hasa kisomo. Lakini pia nukta ya pili ni upi mtazamo mwepesi na unaokubaliwa na wanawachuoni takriban wote, na ambao ndio mtazamo uliokuwa unafuatwa na hapa nchini kwetu. Lazima pia Waislamu waelekezwe
ili wasije wakaja wakaingia katika tatizo kama hili katika wakati wa usoni unaokuja. Lakini nukta nyingine ni ipi nafasi ya viongozi wetu wa kiroho katika ibada? Uislamu ni dini ya kanuni. Uislamu ni dini yenye maelekezo ndani ya kitabu cha Qur'ani na Sunna. Kila jambo lina uongozi. Tukiingia misikitini kuswali kuna imamu. Lakini tunataka tutoe zaka, kuna muhesabuji zaka, kuna al-amil anayekwenda kufuata zaka, na kuna anayestahiki kupewa ile zaka. Lakini kadhalika watu katika kutekeleza ibada ya haji, watu wana qibla, watu wana miqatu zamani na miqatu makani, lakini kuna na viongozi wanaoongoza ili waweze kupatia ibada ya hija. Kadhalika ibada ya somo. Uislamu unasemaje? Nafasi yao hawa viongozi katika hizi ibada, ikiwemo ibada ya kufunga. Wana khiari Waislamu kuwa nyuma ya kiongozi, au ni jambo la wajibu kwa mujibu wa mafundisho ya Qur'ani na Sunna kwamba Waislamu wanatakiwa kuwa nyuma ya kiongozi ili waweze kufanikiwa katika ibada yao hiyo? Lakini nukta ya 4, umuhimu wa umoja wa Waislamu katika kufunga na kufungua kwa pamoja kinchi. Tumeona kulikuwa kuna makundi tofauti, lakini makundi yote ni makundi ya kinchi. Wa Misri wameswali pamoja na kwamba tumeswali pamoja nao, lakini waliswali kama wa Misri. Lakini hao wengine wameswali ama wamefunga na kufungua kama nchi. Hapa Tanzania ni lini tutafikia muafaka wa kuwa kama nchi? Lakini kuwa kama nchi ni jambo la khiari, ni jambo mtu anaweza akaamua, au kuna miongozo ya kisharia yamlazimisha Muislamu lazima atulie na nchi yake? Watukufu ndugu zangu, dhumuni la kutoa elimu hii ni ili kila Muislamu ajitathmini na kujisahihisha pale alipoteleza. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametueleza kwamba ad-dinu nasiha, dini ya Kiislamu si dini ya kuzogomana, kutukanana na kuchekana, bali hii ni dini ya kunasihiana, na katika jumla ya nasaha ni kupeana elimu. Bado tunasema kwamba watu wetu wengi wanahitaji kuelimishwa, hawahitaji kulaumiwa, hawahitaji kutukanwa, hawahitaji kuzogomwa. Ni watu wakazi kwa darasa, watafute watu wenye uwezo wa kulizungumza hili jambo, walizungumze, watu wasikie. Na Watanzania Mwenyezi Mungu amewajalia ni watu wasikivu. Waislamu wa Tanzania ni watu waelewa, wakishibishwa hoja, wakaeleweshwa, wakaelimika, na wakaambiwa kwamba anayesema hivyo ni Mwenyezi Mungu na mtume wao, wanakuwa mara nyingi ni sami'na wa ata'na, wanasikia na wanatii. Dhumuni jingine ni kuwataka Waislamu wa Tanzania wawe pamoja katika kufunga na kufungua kwa kufuata muandamo wa machimbuko yao kama walivyo Waislamu wa nchi nyingine, ili kuepukana na mkanganyiko na vurumai zinazotokea katika miandamo ya mwezi. Kwani kufanya hivyo kutawaondolea mashaka zaidi katika utekelezaji wa ibada ya kufunga na kufungua. Pia watapata wepesi katika mambo ambayo sheria imeambatanisha na kuandama kwa mwezi. Watukufu wa Waislamu pamoja na wanahabari waliokuwepo hapa, masala ya mwezi muandamo sio mwezi kwa ajili ya kufunga tu na kufungua. Mwezi huu pia kuandama kwake kuna wawezesha wanawake wanaokaa eda, ima za kuachwa ama za kufiwa, waelewe watamaliza lini eda zao, kwa sababu mwanamke aliyefiwa na mumewe anatakiwa kwa mujibu wa sheria akaeda miezi 4 na siku 10. Miezi 4 na siku 10 hii sio kwa kalenda ya kizungu, bali anatakiwa apate taarifa mwezi umeandama, aelewe kwamba kutoka nilipoanza mpaka hapa nimemaliza mwezi, au hapa ndio naanzia, au hapa ndio namalizikia. Qala Allah Ta'ala, wa yasalunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'an tukufu kwamba watakuuliza kuhusiana na miezi miandamo. Wajibu kwamba miezi miandamo hii Mwenyezi Mungu ameiweka, yani mwezi uandame na kupotea, kwa ajili ya kuwafahamishia watu nyakati za ibada na mambo yao mengine ya kibiashara na kiuchumi. Tuna biashara pia, tunakopeshana, ila mtu anaapa kwamba mke wake hata muingilia. Kuna muda utakapokuwa umefika huo miezi 4, hapo kuna hukumu zake za kisheria. Sasa hiyo miezi 4 ni kwa mwezi muandamo. Kwa hiyo mwezi huu tusiufanye ni wa Ramadhani au Eid.
au ni wa Arafa tu peke yake, bali mwezi huu ni kwa ajili ya ibada mbalimbali na mambo mbalimbali ya kimuamalat. Kwa hiyo ni lazima hapa watu watafutiwe namna rahisi ya kuweza kuutumia mwezi ili waweze kuyafanya mambo hayo kwa usahihi kama sheria ya dini ilivyoelekeza. Lakini dhumuni jingine la jukwaa letu na elimu tunayoitoa ni ili tukubali kuwa chini ya uongozi wa kiongozi mmoja ambaye tutawajibika chini yake na kumtii na kumsikiliza. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba man ataa al-amira faqad ataani wa man ataani faqad ataa Allah wa man asa al-amira faqad asani wa man asani faqad asa Allah. Kwamba swala la kutii viongozi sio swala la khiari. Allah mwenyewe kashazungumza ndani ya Qur'ani kwamba atii'u Allah wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Tuini Mwenyezi Mungu, mtuini mtume na watuini wenye mamlaka miongoni mwenu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu yeyote atakayemtii kiongozi wake wa kiroho katika eneo lile alilokuepo, huyo ndo amenitii mimi Mtume Muhammad, na mwenye kunitii mimi ndo kamtii Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini yeyote atakayemkacha na kumuasi kiongozi wa eneo lake, huyo ameniasi mimi, na mwenye kuniasi mimi huyo amemuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Matukufu ndugu zanguni, huu ni utangulizi katika maudhui iliyotukusanya hapa, na moja kwa moja sasa nikirudisha kipaza sauti kwa kiongozi wetu, mwanahabari wetu bwana Al-Ustadh Said Mpeta, kwa ajili sasa awape fursa baadhi ya wanajukwaa hapa kwa mujibu wa muda ili waweze kutoa elimu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, tunamshukuru Sheikh Othman Zubeir kwa utangulizi, ufunguo kwa yule anayetaka kujua madhumuni ya jukwaa. Kwa kweli atapata faida kubwa sana kupitia hicho ulichokisema. Lakini mwisho kule tutaomba sasa namba walau 2, hizo zitakuwa zenye maswali kwa ajili ya jukwaa kama mtu hawezi ama hajaelewa vizuri. Mimi naomba niende moja kwa moja kwenye hili ambalo umelitanguliza kwanza, juu ya kufunga na kufungua. Nyumba moja, inawezekana baba na mama, baba na mtoto wanafunga katika nyakati tofauti. Kwa nini inakuwa hali ya namna hii? Sheikh Mapande, tafadhali. Karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa alhamdulillah, tunamshukuru Sheikh Othman Zubeir kwa utangulizi, ufunguo kwa yule anayetaka kujua madhumuni ya jukwaa. Kwa kweli atapata faida kubwa sana kupitia hicho ulichokisema. Lakini mwisho kule tutaomba sasa namba walau 2, hizo zitakuwa zenye maswali kwa ajili ya jukwaa kama mtu hawezi ama hajaelewa vizuri. Mimi naomba niende moja kwa moja kwenye hili ambalo umelitanguliza kwanza, juu ya kufunga na kufungua. Nyumba moja, inawezekana baba na mama, baba na mtoto wanafunga katika nyakati tofauti. Kwa nini inakuwa hali ya namna hii? Sheikh Mapande, tafadhali. Karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia sala na salam Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwanza ni kushukuru mwandishi Sheikh Said Mpeta kwa swali zuri hili, kwamba tumekuwa tukishuhudia katika nchi yetu hususan watu wa nyumba moja lakini wanafunga na kufungua katika siku tofauti. Nini kinachopelekea hayo?
Kuna mengi ambayo yanayopelekea hayo, nayo ni kwa ajili tu ya mitazamo na kauli za wana wa chuoni. Lakini ndani ya nchi yetu hapa tuna mitazamo miwili. Hiyo ndiyo mashuhuri na ndiyo maarufu inayotuingiza katika msuguano huo. Kuna mtazamo wa kwanza, wao unaamini mwezi utakapoandama kutoka sehemu yoyote ile duniani, basi mwezi huo unawahusu Waislamu wote duniani, wafunge au wafungue kwa mwezi huo bila ya kuzingatia umbali wala mipaka ya kinchi. Na wanaitegemea zaidi, kuna kauli nyingi wanazozitegemea, lakini zilizokuwa mashuhuri ni ile kauli ambayo ameitaja Sheikh Sayyid Sabiq katika kitabu chake Fiqh Sunna juzuu ya kwanza. Yeye nasema innahu la ibratan bi ikhtilafi al-matabi', hakika ya hali ilivyo hakuna mazingatio kwa kule kutofautiana machomozo ama machimbuko ya mwezi. Famata ra'a al-hilala ahlu baladi wajaba sawmu ala jami'i biladi, wakati wowote watakapoona mwezi watu wa mji fulani, basi itakuwa imeshalazimika funga katika miji mingine iliyobaki, liqauli rasulillah sallallahu alayhi wasallam sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi, fungeni kwa kuonwa mwezi na fungueni kwa kuonwa mwezi, na fasili kama vile ambavyo wanavyofasili wenye msimamo huo. Sheikh Sayyid Sabiq akaendelea kusema, wa huwa khitabun amun li jami'il umma, khitabu hii inaujumuisha umma wote. Ile khitabu ya mtume kwamba fungeni kwa kuonwa mwezi na fungueni kwa kuonwa mwezi, khitabu ile inakusanya umma wote. Faman ra'ahu minhum fi ayi makani kana dhalika ru'yatan lahum jami'a, yeyote atakayeuona mwezi mahala popote duniani, basi uoni huo wa mtu mmoja ndio uoni wa watu wote duniani. Hii ni moja ya dalili wanazozitumia, japo kama zipo nyingi, kulingana na muda hatutaweza kuzisema zote, lakini zote zinarudi hapa. Hili ndio shida. Lakini ama dalili za kiakili, wanasema dunia hii ni moja na hakuna haja ya watu kupishana kufunga katika siku tofauti, kwa sababu duniani hakuna maeneo yanayotofautiana siku nzima kwa maana ya saa 24. Hii nayo ni sehemu ya hoja. Na hata wanapopokea maelezo kwamba hilo mulalo lilingania haliwezekani na halitekelezeki, basi usema kwa nini Mei Mosi iweze kutekelezeka, kwamba duniani kote Mei Mosi alafu ishindikane duniani kote kuwa mwezi mosi. Kwa hiyo hoja zipo hizi na nyingine ambazo zinazofanana na hizi. Kwa hiyo huu ni msimamo wa kwanza. Kwa hiyo wale wanaotangulia wao wanaamini kwamba mwezi ukichomoza mahala popote duniani, mwezi huo unawahusu watu wote, watafunga au watafungua. Lakini ama wale wanaochelewa, mtazamo wa pili ni ule unaosema kwamba innahu yu'tabaru li kulli ahli baladi ru'yatuhum, linalozingatiwa kwamba wana kila watu wa miji kuona kwao, wala yalzamuhum ru'yatu ghairihim, na wala hauwalazimu wao ule uonaji wa watu wengine. Nao wakaitumia hadithi ile iliyotumiwa na watu wa kwanza, ile sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi, lakini hadithi ile haishi pale, inaendelea kwamba fa inhum alaykum fa akmilu al-idda, kama ni Shaabana 30 yauma wa fi riwayatin fasumu 30 yauma.
kwamba ile kauli kama ambavyo ilivyonukuliwa na Sheikh Abdullah ibn Abdurrahmani al-Basami katika kile kitabu chake Tawdihul Ahkami, akinukuu kauli ya Imam Shafi'i wa jama'atu min as-salafi, wao wanasema innal amra bisawmi wal fitri muwajjahun ila man wujida indahumul hilal, amma man lam yujad indahumul hilal fa innal khitaba la yatanawaluhum illa hina yujadu indahum. Ile amri ya fungeni kwa kuona mwezi na fungueni kwa kuona mwezi, amri ile imeelekezwa kwa wale ambao kwao utapatikana huo mwezi, kwa maana watauona huo mwezi katika maeneo yao. Ama wale ambao mwezi kwao haujaonwa, ile khitabu ya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi ay wakusanyi wao, illa hina yujadu indahum, isipokuwa mpaka pale ambapo nao kwao mwezi utapatikana. Kwa hiyo wao wameifasiri hivi ile hadithi. Je, kwao haukupatikana? Je, hadithi inaendelea inasema fa in hum alaykum fa akmilu al-idda, na mafuhumu haya ndiyo yanafahamika pia katika ile hadithi ya Sayyiduna Ibn Abbas radhiyallahu anhu juu ya kisa mashuhuri kile alichokihadithia Qurayb, kwamba yeye alitumwa na Ummul Fadl kwenda Sham kule katika baadhi ya mambo, lakini aliporudi pale Madina akapashwa habari na Ibn Abbas. Baada ya kuuliza na habari, kisha kamuuliza matara aitumul hilala, uliona mwezi lini huko? Fakultu, kwa hivyo anasema nikasema mimi raainahu lailatal jumaa, nimeuona mwezi usiku wa Ijumaa. Faqala Ibn Abbas akasema anta raaitahu, umeuona? Fakultu naam, ndio. Waraahu nasu wasama Muawiya. Bas baada ya kupewa majibu haya Ibn Abbas yeye akasema lakinna raainahu lailata sabti, lakini sisi hapa Madina tuliuona mwezi usiku wa Jumamosi. Lakini pamoja na hivyo, japo kama tumetanguliwa na watu wa Sham, sisi hatutafuata mwandamo ule, kwani fala nazalu nasumu hatta nukmila 30 au narahu, atuache kuendelea kufunga mpaka tukamilishe siku 30 au kinyume chake tuone mwezi. Ndipo Qurayb akamwambia na kumuuliza wala taktafi bi ru'yati Muawiya wa siyamihi, au tosheki na ule uonaji wa Muawiya na kule kufunga kwake, haya hayakutoshi mpaka na nyinyi mnataka mkamilishe hesabu zenu au muone mwezi wenu? Akamwambia la, hakadha amarana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ndio hatutosheki sisi na mwezi ule, kwani wao wana uoni wao na sisi tuna uoni wetu, na hivi ndivyo alivyotuamrisha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Kuna dalili nyingi za kisheria ukiachana na hizi kulingana na muda, leo nikomee hapo kwa upande wa dalili za kisheria. Lakini ama dalili za kiakili, tunaelezwa kwamba dunia haiwezekani kukusanywa na muandamo wa sehemu moja na wote wakaweza kufunga ndani ya siku moja, haiwezekani. Tena hilo linaweza likapelekea watu wafunge siku 28, na hali ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ashharu 29, mwezi una siku 29. Na ukija kuzitafuta hizi hesabu za siku 28, tusiende mbali, tuchukulie ule mwezi wa 29 pale Saudia na nchi ambazo zilizowafikiana na Saudia katika kutangaza mwezi kwamba wameuona. Wakati wanatangaza kwamba Saudia mwezi umeshaandama na kesho tusali Eid, ilikuwa ni mapema sana, wastani wa majira ya saa 1 jioni, yani ndio tunaingia ile magharibi ya usiku wa Jumapili, kwa taarifa za mwezi tayari zimeshatolewa. Wakati ule ilikuwa maeneo mengi yengeweza kusali Eid siku ya Jumamosi. Wale wanaoona mwezi tayari wapo usiku wa Jumapili, lakini wanaopewa taarifa wao bado wangali asubuhi ya Jumamosi. Tena hata wakiamua kwenda viwanjani kwenda kusali Eid, inawezekania. Kwa mfano ile miji ya California kule Marekani, wale walikuwa saa 4 asubuhi,
lakini kuna miji mingine mingi tu ambayo ilikuwa bado ingali saa 3 asubuhi Jumamosi, na miji mingine mingi tu ilikuwa bado wangali saa 2, miji mingine mingi tu ilikuwa bado wangali saa 1 asubuhi, miji mingine mingi walikuwa bado saa 12, wengine walikuwa saa 11 alfajiri, kama vile ile miji ya Pago pale American Samoa, ambao wao wanachukua saa zao katika longitude 165 magharibi mwa Greenwich. Kwa hiyo kama ilikuwa mwezi wa Saudia unawahusu na wale, ilitakiwa Idi yao wasali siku ya Jumamosi, ndio mwezi 29. Kile chungu cha 29 yenyewe ingekuwa bado hawajakifunga au bado hawajakikamilisha. Sasa hii lakini inaonesha watu wenye mtazamo huo wa kimataifa namna hiyo kule hawapo, na ndio maana duniani hakuna walioswali Idi Jumamosi. Wengekuwepo watu kama hao kule, basi nao ilitakiwa waswali Idi Jumamosi, lakini walilahi alhamdu watu kama hao hawapo. Kulingana na muda ni jaribu kukomea hapo, alimradi tu kwamba pato la maneno linalosababisha watu hawa watangulie hawa wachelewe ni hii misimamo mikubwa miwili kama ambavyo nilivyofafanua. Wallahu a'lam. Tukushukuru Sheikh Maulid Mwapande, mweka hazina wewe wa jukwaa hili la mashehe. Wanahabari, ndugu zangu, tuna mengi mazuri ya kuyasikiliza kutoka kwa mashehe ama jukwaa hili la mashehe vijana, lakini mimi naomba niende kwa mwenyekiti wa jukwaa hili ndani ya dakika zisizozidi 3. Unasemaje ama ushauri wako ni upi kuhusu hili? Leo tuweze kufungia hapa, alafu tutawaita wanahabari hawa kwa ajili ya kuendelea pamoja nasi kutoa elimu. Ushauri wako kuhusu hili katika jamii upi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi qail yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-mukhbir sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi. Ndugu Sheikh Said Peta, mwanahabari wetu, lakini bila ya kuwasahau wanahabari waliohudhuria hapa na Waislamu wote kwa ujumla. Kwa hakika Sheikh Othman Zuberi na Sheikh Mapande wametoa elimu kubwa sana. Kama tulikuwa makini, wametunukulia aya mbalimbali, hadithi kadhaa zikiwa ni dawa na ni tiba ya mashakili haya. Sheikh Othman Zuberi alisoma aya ya Mwenyezi Mungu, yasalunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu linnasi wal hajji. Ukifuatilia hii aya, kwa kuwa tu imekuja kwa lugha ya Kiarabu, lakini kama tutajaribu kwenda neno hadi neno, tutabaini kwamba kesi ni kama alivyosema mwalimu, kumbe mwezi si kwa ajili ya kufunga na kufungua tu. Lile neno hiya mawaqitu linnasi, ile lam iliyokuwa pale ai li umuri nasi, waambie kwamba masala ya mwezi haya yapo kwa ajili ya mambo ya watu. Watu wana mambo mengi kabisa,
mambo ya watu huwa yanakwenda kwa nyakati, kwa muda. Kwa hiyo miezi imewekwa ili itumike katika kudhibiti mienendo ya mambo ya watu, ahadi za watu. Mwalimu alisema hapa kuna eda, ina mama wanaachika, kuna kukopeshana, tutapangiliana, bwana ukishaandama mwezi fulani basi njoo uchukue amana yako, mimi nitakuja kukopesha wewe au utanikopa siku ya tarehe 27. Ukiandama mwezi tu njoo uchukue haki yako. Kama tutaamua kufuatilia mwezi wa kimataifa hivi, unaweza ukaja kunidai haki yako kanambia mwezi wa China umeandama huko, ikiwa nasi tuna mwezi wetu. Ile hii al-mawaqit, kwa maana ya kupanga mipango ya watu katika kuendesha mambo yao kwa mujibu wa maeneo yao. Lakini wakitoa hadithi ya kusema iko ile hadithi sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi, ameisema Maalim Mapande, eti inatumika kuwa ni hoja ya kuonesha khitabu lilumma, kwa watu wote kwa ujumla, eti kwa sababu ya ile jamaa iliyokuwa pale, ile wao ya jamo ile, sumu, fungeni nyinyi nyote liru'yatihi. Alafu wanasema kwa kuonekana, ile kwa kuona, ile masdari ndiyo imevifiwa. Ingekuwa hivyo ingekuwa li arru'ya, lakini imekuwa li ru'yatihi, kwa kuona mwezi. Sasa kama tutasema ile fungeni kwa kuonekana, tukadirie hata hilo, hiyo wamepatia kwa kuonekana, kwamba fungeni kwa kuonekana, alafu ikawa ni kwa wote. Iko aya nyingine ndani ya Qur'ani tunahalalishiwa kula, tunaambiwa kwamba kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Tumeruhusiwa kula mpaka ichomoze alfajiri, imetumika jamu vile vile, kuleni. Ina maana inaniruhusu mimi aya ile, au inanikataza mimi aya ile kula hali ya kuwa niko saa 7 usiku, kwa sababu mtu wa Marekani kwake yeye imeshakuwa alfajiri, kwamba Marekani sasa ni alfajiri, kwangu mimi ni saa 7 ya usiku, lakini nisile kwa sababu Marekani imechomoza, eti kwa sababu ya hii wao. Lakini tarjuman al-Qur'an, tarjumanul Qur'an Abdullah ibn Abbas, walimu wamemuelezea pale, ikiwa anajibu vizuri sana, ambia hatutaacha kuwa tunafunga mpaka tuone, lakini hatutafuturu mpaka mwezi uonekane. Alafu akasema hakadha amarana Rasulullah. Kwa hiyo tunasema kwamba kauli iliyokuwa sahihi ni watu kufunga kwa mujibu wa machomozo yao, kwa mujibu wa maelezo ya Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Mwerekwa, kuna hili la hawa waliofungua mlango wa pili, ushauri wako ni nini? Dakika sekunde chache sana. Ushauri wangu ni maneno ya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Siku moja alifatwa Sayyidina Umar na kikundi cha watu, wakamwambia ya amira al-mu'minin, inna nasum baina al-jibali la nuhillu al-hilala idha ahallahu an-nas fabima ta'muruna. Qal sumu min al-wadhi ila al-wadhi fa in khafiya alaykum fa atimmu al-iddata 30 yawma. Walimfuata Sayyiduna Umar, watu wanaishi baina ya milima, yani lima bondeni, wanakaa. Sasa mara nyingi kanuni za mwezi, aliyekuwa chini uchelewa kuuona kuliko aliyekuwa juu. Sasa walipomfuata akambia, ya amira al-mu'minin, sisi ni watu tunaoishi katikati ya milima, baina ya milima hii, tunachelewa kuona mwezi. Wenzetu wameuona, sisi tunauona siku nyingine huko, lakini tunapata taarifa kuwa wenzetu wameuona.
nini unatuamrisha? Sayyiduna Umar anawaambia, sumu minal wadhi ila alwadhi, endeleeni kufunga kwa kuanzia kuona na malizieni kufunga kwa kumalizia katika kuona. Kwa hiyo nami niwape elimu, niwakumbushe ndugu zangu katika imani, masala ya mwezi ni kuuona, na wale waliosali Idi siku ya Jumapili kwa kuwa waliswali kabla ya kuona watalazimika kuilipa ile siku moja. Wallahu wa rasuluhu a'lam bisawab. Asante Sheikh Uthmani, naomba tafadhali toa namba ambayo watu wanaweza kutaka kupata majibu sahihi kupitia jukwaa hili la mashehe vijana. Namba yangu kama katibu ni 0718 10 60 13, 0718 10 60 13, na namba ya mwenyekiti Sheikh Mwerekwa ni 0713 822 692, 0713 822 692. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa la mashehe vijana, kumbuka pia kwamba mimi niwaache kwa kuwa hili jambo ni endelevu, mimi naomba niwaache na swali lifuatalo. Ikiwa sasa hivi tupo katika ulimwengu wa utandawazi na tunaweza tukaambizana huku umeandama, mnasemaje katika hilo? Naamini kipindi kijacho basi miongoni mwa maswali mengi tutakayokuwa nayo ni hilo litakuwepo. Ndugu zangu wanahabari, niwashukuru kwa kuja, lakini wewe mtazamaji, tafadhali lengo ni kuelimishana ili tuweze kufanya ibada kwa uzuri kabisa. Mpaka kufikia hapa hatuna la ziada. Niite Ustadhi Said Mpeta, wa billahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kumbuka tulikuwa na mashehe vijana ama jukwaa la mashehe vijana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.